Shinyanga, karibu sana uzungumze na wananchi wa Shinyanga. DJ, tumlete mwenyekiti wa vijana taifa. Mheshimiwa makamu mwenyekiti wa chama chetu, mama yangu Susan Limo, mwenyekiti wa baraza la wazee na meza kuu yote kwa ujumla, itifaki nimezingatia. Watu wa Mwakitorio, nikiwauliza ngumi ziko wapi tusalimiane, naomba mseme hizi hapa. Ngumi ziko wapi tusalimiane? Pale nyuma, ngumi ziko wapi tusalimiane? Peoples! Peoples! Anayezungumza kwa sasa anaitwa Deogratius Cosmas Mahinyira, ni mwenyekiti wa baraza la vijana wajanja kabisa, vijana wa Chadema, tunaitwa Bavicha. Mimi kitaaluma ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake. Sasa kwa sababu ya muda, naomba nizungumze mambo mawili. Jambo la kwanza, hakuna kazi yoyote niliyokuja kuifanya Mwakitorio zaidi ya kuwasanua. Hebu semeni kutusanua. Nimekuja kuwasanua. Jambo la kwanza, mimi natokea mkoa wa Dodoma. Mkoa wa Dodoma una mawaziri. Kwenye serikali hii ya Chama cha Mapinduzi, mkoa wa Dodoma una mawaziri zaidi ya 4, karibia 5. Mkoa wa Pwani una mawaziri karibia 5. Nyie mkoa wenu wa Shinyanga, wa Geita, hapa Shinyanga nyie mna waziri, mna manaibu waziri. Manaibu waziri hawaingii kwenye baraza la mawaziri. Nimekuja kuwafanyaje? Kuwasanua. Kwa hiyo Rais Magufuli angalau kidogo alikujali mkoa wa Shinyanga na kanda ya Ziwa, alifanikiwa hata kuwachagua mawaziri. Nyie watu wa Shinyanga mna dhahabu, mna madini mengi, lakini waziri wa madini, Waswahili wanasema mpende anayekupa, lakini waziri wa madini, Waswahili wanasema mpende anayekupenda, asiyekupenda choli ya serikali. Niwaulizani nyie watu penda, asiyekupenda choli ya serikali. Niwaulizani nyie watu wa Shinyanga, hapa Shinyanga kuna chuo kikuu kinaitwaje? Hakuna, si ndio? Nyie Shinyanga hapa mnayo hospitali ya rufaa? Hatuna. Inaitwaje? Hospitali ya rufaa mnayoitegemea ni hospitali ya Bugando, nayo sio hospitali ya serikali, ni hospitali mali ya kanisa Katoliki. Kweli kabisa. Kwa ukikutana na mtu kwa Mwakitorio hapa, anajifanya yeye ni shabiki wa CCM, na yakumbuka maneno yaliyosemwa kwenye maandiko matakatifu, Wagalatia 3:1, iliwauliza Wagalatia, enyi Wagalatia msio na akili, ni nani aliyewaloga? Ukikutana na mtu wa Mwakitorio anaishabikia CCM, muulize, ewe mwana Mwakitorio mwenzangu usiye na akili, ni nani aliyekuloga? Nyie watu wa Mwakitorio kila siku mnalalamika, mnaporwa maeneo yenu ya kuchimba. Nyie watu wa Mwakitorio mnalalamika kila siku uonevu wa serikali hii, mabarabara yenu ni mabovu, huduma za afya ni mbovu, kila kitu ni kibovu. Sasa niwasanueni pia kuhusu madini. Mnaweza mkawa mfahamu kitu kuhusu madini. CCM na serikali yake inayo mpango wake, ilikuwa inauita Vision 2030. Walikuwa na mpango wao hadi kufikia mwaka 2030 umefanyika utafiti unaitwa geological survey, utafiti wa kijiolojia. Utafiti wa kijiolojia ambao utamwezesha mwananchi awe na leseni ya kuchimba, ambayo akienda benki iweze kumkopesha. Nyie wengi wenu hapa mnazo leseni za kuchimba, uongo ukweli? Lakini hizo leseni mlizonazo ni makaratasi tu, kwa sababu hazisemi hilo eneo ambalo una leseni lina madini kiasi gani, ambayo unaweza kuyachimba kwa muda gani, yapo kiwango gani, yenye thamani gani, ambayo ukiyachimba utapata shilingi ngapi, ili benki iweze kukupa mkopo wa kuchimba hayo madini yako. Sasa kwa sasa hivi ni 16% tu ya maeneo ya uchimbaji Tanzania nzima ambayo yamefanyiwa utafiti ambao unaweza kukopesheka na benki. CCM haitaki. Kwenye huo mpango wao wa mwaka 2030 walikuwa wanasema angalau 50% ya maeneo yenu ya uchimbaji yao yamefanyika utafiti huo wa kijiolojia utakao kuwezesha wewe ukienda benki ukakopeshwa. Hawa wa China mnaosikia wanachimba haya madini yenu, wao wanayachimba kwa sababu wana mitaji.
wanakuja na bilioni 1, wana mitaji. Nyinyi sisi vijana wa hapa Mwakitorio na wakazi wa hapa tunashindwa kuwa na mitaji wa kuyafanya madini yetu yatunufaishe. Kwa sababu gani? Hatuna leseni, hatuna mitaji inayotuwezesha tuwe na mtaji wa kuchimba madini hayo ili utunufaishe sisi na maisha yetu. Na sisi hawataki kufanya hivyo, kwa sababu wakifanya hivyo hawatakuibia. Wewe utakuwa unajua thamani ya kitalu chako, ya duara lako ni la kiwango gani, na utapata shilingi ngapi itakayoweza kukutoa wewe kutoka sehemu moja kwenda sehemu nyingine. Pengine nasema mambo magumu ambayo hamnielewi, lakini ukweli ni kwamba haya ninayoyasema, Waswahili wanasema wajinga ndio wafanyeje? Ndio wali wao. CCM na chama chao wanatamani kuna vitu msiwe mnaelewa, ili waendelee kuyatumia madini yenu, ili waendelee kutumia madini yetu ambayo Mwenyezi Mungu alitupa bure. Waendelee kuyatumia hayo madini ya wanufaishe wao na familia zao. Sasa tufanye nini ili tuepukane na haya yote? Huu ugumu wa maisha mlionao sio laana kutoka kwa Mwenyezi Mungu, sio mpango wa Mwenyezi Mungu. Na waangalia hapa vijana wenzangu wengi, nikiangalia sura zenu na sura ya Dr. Slaa, naona Dr. Slaa sura yake inaonekana ni kijana kuliko kijana wa Mwakitorio mwenye miaka 19-20. Mmepigika kinoma, na mmepigika kwa sababu CCM inafurahia huo umaskini wenu, imewafanya muwe maskini. Ukikutana na mtu wa Mwakitorio anaishabikia CCM, muulize, mwana Kitorio mwenzangu usiye na akili, nani aliyekuroga? Kwa sababu CCM ile inachowasaidia. Na ugumu huu wote upo kwa sababu hata siku moja hamjawahi kuwa sauti ya kuwachagua viongozi mnaowataka. Mara zote CCM watatuibia uchaguzi. Sasa sisi Chadema tumesema no reforms no election, kwamba ni lazima tuwe tuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, tuwe na sheria ambazo zitamfanya mtu wa Mwakitorio, kwa sababu katiba yetu ibara ya 8 inasema, msingi wa mamlaka kwenye taifa hili ni wananchi. Yaani nyinyi ndio mnapaswa kuwa na uwezo wa kuamua nani awe mwenyekiti wenu wa kijiji, nani awe diwani wenu, nani awe mbunge wenu, nani awe rais wenu. Lakini kwa sasa hayo mamlaka nyinyi watu wa Mwakitorio hamna. Na hamna kwa sababu CCM na serikali yao wanaiba uchaguzi kila siku, na wanawatumia hao maskini wenzetu askari kuiba uchaguzi. Unakutana na askari siku ya uchaguzi amebeba kibegi, unajiuliza hichi kibegi labda kabeba jambo lolote linaloweza kumsaidia kutekeleza majukumu yake ya kulinda raia na mali zake. Kumbe siku ya uchaguzi una kwenye kibegi na yeye amebeba kula feki. Sasa matatizo haya ya uchaguzi, kwa mara ya kwanza, maneno haya sio maneno ya Chadema. Yoyote mwenye akili timamu kwenye taifa hili alishasema kwamba ni lazima tuwe na tume huru ya uchaguzi, ni lazima tuwe na mfumo bora wa uchaguzi kwenye taifa hili, ili wananchi waweze kupata maendeleo, ili wawe na uwezo wa kuchagua viongozi wanaoweza kuwataka. Maneno haya kwa mara ya kwanza yalisema mwaka 1991 na tume ya Jaji Francis Jalali. Alisema kama tutaingia kwenye mfumo wa vyama vingi, ni lazima kuwepo na tume huru ya uchaguzi. Hii tume ya sasa iliyopo ni tume ya chama kimoja. Mwaka 98 yupo jaji anaitwa, ilikuwepo tume nyingine ya jaji anaitwa Robert Kisanga mwaka 98. Na yeye alisema hivyo hivyo kwamba mfumo huu wa uchaguzi uliopo, hata siku moja wananchi hawatakuja kuchagua kiongozi wanayemtaka. Wapo waangalizi wa uchaguzi, kila uchaguzi wanasema huu mfumo wa uchaguzi ni uhuni. Kwa maneno mengine wanachokisema ni kwamba tume ya uchaguzi na mfumo wa uchaguzi tulionao ni kama kuwepo na pambano la ngumi tu. Baba yako wewe anapigana na baba wa mwenzako, halafu kwenye ile pambano la ngumi ikatokea baba yako akala chemba kidevu, akala ngumi ya kidevu baba yako, afu wewe ni refari, utafanyaje? Si unaingilia? Baba yako amekula ngumi ya sikio, unafanyaje? Anatoa damu. Ukiwa refari wewe unafanyaje? Unaingilia. Sasa tume ya uchaguzi tulionayo ni tume ya rais, kuanzia mwenyekiti wa tume ya uchaguzi ya taifa mpaka hawa wakurugenzi mpaka watendaji wa vijiji na kata. Sasa mtendaji wa kijiji na mtendaji wa kata wanasimamia uchaguzi kwenye level ya kijiji na kata. Unategemea utamtangaza Chadema ameshinda? Hapana. Mwaka 2013 ipo tume nyingine ya Jaji Warioba, na yenyewe ikasema hao wote ninao watajieni, sio wana Chadema, ni wana CCM. Warioba naye akasema
hii tume ya uchaguzi ni tume ya kihuni. Ni lazima ibadilike ili Watanzania wao wana uwezo wakimchagua mtu anayetaka awe kiongozi wao, tume imtangaze kuwa ni kiongozi wao. Na Warioba naye wakamkatalia. Mwaka 2019 Mzee Mkapa aliandika kitabu chake My Life My Purpose, na yeye kwenye kitabu chake alisema mfumo wa uchaguzi wa nchi yetu hauwaruhusu wapinzani kutendewa haki. Ndugu zangu, watu wa Mwakitoli, sio tu hawa watu na hizi tume zilizochaguliwa na CCM, hata sasa wamejitokeza Baraza la Maaskofu Katoliki na lenyewe limesema kwamba huu mfumo wa uchaguzi uliopo ni lazima urekebishwe ili Watanzania, watu wa Mwakitoli wao wana haki, wao wana uwezo wa kumchagua mtu ambaye wataamini ataweza kutetea utajiri wao wa madini walionayo, wataweza kutetea maisha yao. Baraza la Maaskofu na lenyewe limesema. Wamesema Waislamu, wamesema wazee maarufu. Kuna mzee anaitwa Butiku, alikuwa ni katibu wa Mwalimu Nyerere kwa miaka mingi sana, na yeye amesema ni lazima kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Amesema mzee Warioba, mnamfahamu, wote wamesema kuwepo na mabadiliko ya sheria za uchaguzi. Sasa hawa CCM, kama watu wote hawa, kama mapesa yote hawa waliotumia kwenye tume mbalimbali, mpaka viongozi wa dini wamesema kuwa kuna marekebisho ya sheria za uchaguzi, CCM hawataki. CCM wanahitaji nani aseme ili waamini tunapaswa kuwepo na marekebisho ya sheria za uchaguzi? Si shetani? CCM wanahitaji shetani aseme no, wabadilishe sheria za uchaguzi kwenye taifa hili, kwa sababu kila mtu keshasema. Sasa sisi tumekuja kuwaambieni watu wa Mwakitoli, hatujaje kuomba kazi kwenu. Mimi kitaaluma ni wakili wa mahakama kuu na mahakama zilizo chini yake. Ningeamua kuwa chawa, ningekaa huko nikafanya kazi zangu, nikapata na mimi hela za kuendesha maisha yangu na familia yangu. Lakini Mwalimu Nyerere alisema msomi wa maana ni yule anayetumia elimu yake sio tu kwa manufaa yake yeye mwenyewe, bali aitumie elimu yake kwa manufaa ya jamii yake. Sisi tumekuja Mwakitoli ili tutimize wajibu wetu, na siku ya mwisho tusije kuchomwa moto, kwa sababu mimi naamini Mungu yupo, na siku ya mwisho nitakuja kuulizwa, wewe ulisoma, ulitumia elimu yako kwa manufaa ya nani? Mimi sitaki kufa kama ng'ombe, kwa sababu binadamu ambaye atakufa alafu watu wasimkumbuke kwa chochote, kwa kutetea haki za watu wengine, huyo binadamu hana utofauti na kuku, hana utofauti na punda. Kwa sisi tumekuja kwenu kutimiza wajibu wetu na kuwaambieni ukweli. Kwa hata nikiondoka hapa mkasema kale kadogo kalikuja hapa kalikuwa kanajifanya kanatusema, mtajua wenyewe. Mimi nimekuja kutimiza wajibu wangu, kwa sababu ukweli ni mchungu. Ukweli ni nini? Ni mchungu. Sindano inauma, lakini ili upone ni lazima ingie mahali fulani mwilini mwako. Kidonge ni kichungu mdomoni, lakini ili upone ni lazima ukimeze. Kwa hiyo niwaombe sana ndugu zangu wa Mwakitoli, iungeni mkono Chadema, na sisi Chadema tumesema mwaka huu kama noma, wacha ikawe noma. Kama hakuna mabadiliko ya sheria za uchaguzi, msikubali uwepo uchaguzi kwenye taifa hili, kwa sababu ukiwepo huo uchaguzi, CCM itawachagulieni wahuni wawe viongozi wenu, na wahuni hao maisha yenu hayatakuwa kipaumbele kwenu, hayatakuwa kipaumbele kwao. Mara baada ya kusema hayo, maneno yangu haya, kama mjaelewa leo, naamini mkilala usiku mtayaelewa, na msipoyaelewa nyinyi, wajukuu zenu na watoto wenu watakuja kuyaelewa siku moja na watayafanyia kazi. Mungu awabariki sana. Asante sana mwenyekiti wa vijana, na sasa naomba nimlete kwenu mama yetu Susan Limo, ni mwenyekiti wa Baraza la Wazee Taifa. Karibu sana Mheshimiwa Susan Limo. DJ tumlete.